Muharram. Qala ahlul ilm, wanasema ahlul ilm kuhusiana na kufunga tarehe 10 ya Muharram, yaumu Ashura, lahu fadlun adhimun wa hurmatun qadima. Siku ya Ashura, funga ya Ashura, wallahi ina fadhila kubwa na ina utukufu wa zamani. Utukufu wake siku ya Ashura ni utukufu mkongwe sana. Fakad kana Musa alayhi salam yasumuhu, ulama wanasema Musa alayhi salam alikuwa anaifunga siku hii lifadlihi, kwa ajili ya fadhila zake. Bal kana ahlul kitabi yasumunahu, bali walikuwa ahlul kitab alyahudu wan nasara walikuwa wanaifunga siku hii ya Ashura. Bal hatta Quraish kanat tasumuhu fil jahiliya, bali hata makuraish wa Makka walikuwa wanaifunga siku hii katika zama za jahiliya. Zimekuja riwayat, baadhi ya Quraish waliokuwa wana utambuzi fulani wa mafundisho ya manabii waliotangulia, ilikuwa ikifika yaumu Ashura wanafunga pale Makka na ule ushirikina wao. Lakini zimekuja hadithi kadha wa kadha zikizungumzia fadhila ya funga hii ya Ashura. Kwa kufupisha hutuba hii, nihitaje riwaya moja inda Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Hadithi hii kaitaja Imam Muslim rahimahullah an Abi Qatada al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Hadithi ya Abi Qatada al-Ansari radhiyallahu anhu, anasema Abu Qatada anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam an sawmi yaumi Ashura. Kuna bwana mmoja alimuuliza Mtume alayhi salatu wassalam kuhusiana na funga ya siku ya Ashura, funga ya tarehe 10 ya Muharram. Faqal, Mtume akasema, inni ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu. Unzur hadha al-fadl al-azim. Mtume akasema, inni ahtasibu ala Allah, haika mimi natarajia kwa Allah kwa hii funga ya Ashura, an yukaffira as-sanata allati qablahu, iwe ni sababu ya kufuta madhambi ya mwaka ulio kabla yake. Yani wewe ukifunga Ashura ya mwaka huu, ikafika tarehe 10 ya mwezi huu ukafunga, hiyo ni sababu ya kusamehewa madhambi ya mwaka uliopita, mwaka wa nyuma. Hii ni miongoni mwa fadhila kubwa za saum yaumi Ashura, za funga ya siku ya Ashura. Maulama wakasema, wa hadha min fadlillahi alazim alaina. Na hadithi hii na mafundisho yaliyokuja ni sehemu katika fadhila za Allah aliyemkubwa juu yetu, an ja'ala siyama yawmin wahidin yukaffiru dhunuba sanatin kamila. Allah anajalia funga ya siku moja tu katika mwaka inakuwa ni sababu ya kufutwa madhambi ya mwaka mzima. Mwaka kamili mtu unafutiwa madhambi yako na unasamehewa na Allah kwa sababu ya funga ya siku moja. Hii ni fadhila ya Allah juu yetu. Wayaqulu ahlul ilm, na madhambi yenye kusamehewa as-saghair wal kabair. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala kayazungumza hayo, yanaingia madhambi madogo madogo na yanaingia madhambi makubwa, pamoja kwamba wanasema ulama, mwenye kufanya madhambi makubwa asizembee kwenye kutubia kwa kuyataja makosa hayo na kumwomba Allah msamaha, kwa sababu madhambi makubwa yanaangamiza. Idhan barakallahu fikum, siyamu ya Ashura ni sababu ya kufutiwa madhambi. Ulama wakasema, tujalie kuna watu hawana madhambi mathalan. Akasema Imam Nawawi, mfano al-anbiya, manabii wa Allah, wasalihin, au na watu wema. Tujalie mtu hana dhambi, basi kufunga saumu ya Ashura ikikosa kumfutia dhambi itamnyanyua daraja, bimaana hutopata hasara yoyote
kwa kufunga Ashura, bali badala yake ni faida tele kwa tele. Haya sasa, wanazungumziwa manabii, wanazungumziwa watu wema. Hivi kweli mimi na wewe tunaweza kufikiria kwamba hatuna dhambi? Unaweza ukawa na ujasiri huo? Hapatikani katika sisi mwenye akili hiyo mbaya, na kama yuko ni mwehu tu, atakuwa hayuko sawa, itakuwa hana dhambi kwa sababu ni kichaa, kalamu yake imenyanyuliwa. Lakini mwenye akili timamu la. Kwa hivyo tutupie kufunga saumu ya Ashura kwa sababu ya fadhila hizi zilizojaa hapa. Kadhalika katika sunna hapa ya kuitaja eneo hili, wayustahabu an yusama ma'ahu yawm at-tasi' qablahu mukhalafatan lilyahudi fi iktisarihim 'ala al-ashir. Katika sunna vile vile, barakallahu fik, inapendeza kwa mwenye kutaka kufunga Ashura, inapendezwa ifungwe pamoja na hiyo Ashura, hiyo siku ya 10 ya Muharram, at-tasi'u qablahu, ufunge siku ya 9 kabla yake. Hii inapendeza. Ukitaka kufunga Ashura, anza kwanza kufunga Tasua, funga siku ya 9 alafu ndio ufunge siku ya 10. Hili limekuja katika sunna. Kwa nini utangulie kufunga siku ya 9 alafu uunganishe na ya 10? Mukhalafatan lilyahudi, kwa ajili ya kuwakhalifu mayahudi, fi iktisarihim ala al-ashir, kwenye kufupizika kwao na siku ya 10. Mayahudi wanafunga mpaka leo, lakini wao wanafunga siku ya 10 kwenye kuwakhalifu mayahudi. Na sisi waislamu tumelazimishwa na tumefunzwa kuwakhalifu al-kitab na washirikina, tutafunga siku ya 9 na siku ya 10. Kwa hivyo saumu ya Tasua ni kwa ajili ya mukhalafa wa kuwakhalifu al-kitab. Hili limekuja katika sunna. Fa inda Imam Muslim rahimahullah min hadithi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, katika sahih Muslim hadithi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala hina sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ashura wa amara bisiyamihi. Abdullah bin Abbas anasema wakati alipofunga Mtume alayhi salatu wassalam funga ya Ashura na akaamrisha watu kufunga, qalu ya Rasulullah, walisema wakamwambia, ewe Mtume wa Allah, innahu yawmun tu'azzimuhu alyahudu, ewe Mtume wa Allah, hii ni siku ambayo mayahudi wanaiadhimisha, wan nasara, na manasara pia wanaiadhimisha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mtume akasema, idha kana al-aamul muqbilu insha Allah sumna al-yawm at-tasi', pindi utakapokuja mwaka unaofuata tutafunga sisi waislamu siku ya 9. Abdullah ibn Abbas anasema qal falam yati al-aamul muqbil, haukuja tena mwaka uliofuata, hatta tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mpaka akafariki Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aliweka azma kwamba mwaka ufuatao, mwaka unaokuja, tutafunga siku ya 9 na hiyo Ashura ya 10. Lakini insha Allah wa qaddar, Allah alitaka na akakadiria, Mtume alayhi salam mwaka uliofuata hakuudiriki, alikuwa amefariki alayhi salatu wassalam. Wa fi riwaya, katika mapokeo mengine ya hadithi hii Mtume alisema, la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi', na lau mimi nikibakia hai mpaka mwaka ujao, basi nitafunga siku ya 9. Kutokea hapa sasa, istambata al-ulama, wakadadavua hukumu maulama kwamba ala al-muslim alladhi yuridu an yasuma Ashura, ni juu ya muislamu ambaye anataka kufunga Ashura, basi aanze na kufunga Tasua, kufunga tarehe 9 kisha afunge tarehe 10, kwa sababu kufanya hivyo kuna kuwa khalifu ahlul kitabi alyahudi wan nasara, na sisi tumefunzwa kwenda nao kinyume katika mambo. Lakini pili, kufunga 9 na 10 ndio ilikuwa tamaa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alitaraji kufanya hivyo,
lakini umri haukumpa nafasi. Mimi na wewe, ikiwa Allah ametupa umri tukadiriki mwezi wa Muharram, tukaidiriki tarehe 9 na 10, tufunge saumu hii ya Tasua, kadhalika saumu ya Ashura. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alkiram ajma'in, amma ba'd. Tukimalizia maneno yetu ya hutuba hii, pamoja na fadhila nyingi zilizokuwa katika mwezi huu wa Muharram, kama tulivyotaja baadhi yake, tumeona vile vile kuna sunan, ziko sunna nyingi zimethibiti katika mwezi huu, kama kuadhimisha mwezi huu, kuyakumbuka matukio yake, kufunga katika mwezi huu wa Muharram. Lakini pia Muharram ni katika miezi ile minne mitukufu, tumesisitizwa kuto kufanya dhulma ndani ya miezi hii, ikiwemo huu mwezi wa Muharram. Pamoja na hayo mazuri yaliyopatikana katika mwezi wa Muharram, pana bid'ah wal mukhalafat fi hadha ash-shahr. Watu wa batil hawajalala, wameendelea kuzua na kuharibu na kuleta mambo ya kimakosa katika mwezi huu wa Muharram. Miongoni mwa miezi ya Kiislamu iliyodhulumiwa, wanasema ulama, ukiacha mwezi wa Rabiul Awwal, ule mwezi wa mfungo 6 ambao kwa masufi makhurafi wameupachika ndio mwezi wa Maulidi, vitu ambavyo Mtume hakuvifunza wala hakufanya. Umedhulumiwa sana mwezi ule. Mwezi wa Rabiul Awwal ukiingia, basi ni bid'a. Utaona maulidi, hafla mbalimbali, mahitima, mabid'a, mafurushi kwa mafurushi hufanywa katika mwezi wa mfungo 6. Ukiacha mwezi huu, katika mwezi mwingine uliodhulumiwa kwa bid'a ni mwezi huu wa Muharram. Wazushi hawajalala pia, wamejaza bid'a chungu nzima katika mwezi huu wa Muharram. Sina wakati wa kuzitaja zote, ni wajibu wetu kufuatilia madarasa katika kipindi hichi cha mwezi wa Muharram, na mashaikhi mbalimbali wanazungumza bid'a na mukhalafat zilizoko ndani ya mwezi wa Muharram zikifanywa na makundi yenye kujinasibu na Uislamu. Miongoni mwa bid'a hadha shahr, miongoni mwa bid'a za mwezi huu wa Muharram, bid'atu al-ihtifali bimunasabati hulul al-aam al-jadid al-hijri. Ni ile bid'a ya kusherehekea, watu kuandaa sherehe maalum kwa munasaba wa kuingia mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka wa Kihijiria. Sherehe hizi zinafanywa mara nyingi tarehe 1 ya Muharram. Watu jana walikuwa wanashereheka tarehe 1, na wanaochelewa utazisikia sherehe zao tarehe 2, 3, wakiandaa kumbi mbalimbali na kuzipamba, au katika viwanja vya wazi wakiandaa vyakula, vinywaji, watu wakivaa nguo nzuri wakapendeza. Nini bwana? Mwaka mpya wa Kiislamu, tunasherehekea mwaka mpya wa Kiislamu. Jambo hili ni katika bid'a, halijathibiti wala halijafunzwa. Sisi Waislamu tunazo sikukuu zetu ambazo zimefundishwa na Sunna. Eidul Fitri, Eidul Adha, Eid ya Fitri, Eid baada ya Ramadhan, na Eidul Adha juzi tumetoka hapo, mwezi wa mfungo 3, Eidul Adha. Na tuna Eid ya kila wiki, Jumaa. Kama leo zimekuja riwaya kwamba ni Eidun usbu'iyun, hii ni Eid ya kila wiki, siku tukufu ya ibada, Jumaa. Ma baada dhalik, baada ya hapo hatuna sikukuu nyingine, ikiwemo huu mwaka mpya wa Kiislamu. Huo mwaka mpya wa makafiri hautuhusu kabisa, na kujitia kimbelembele ni kwenda kuharibu itikadi yako, maana hizo ni sikukuu za makafiri. Huo mwaka mpya wa makafiri wa miladia. Hata sisi Waislamu, nataka niwaambie ndugu zangu, huu mwaka wetu wa Hijiria wa Kiislamu hauna sikukuu ya mwaka mpya. Kufanya hivyo ni bid'a na ni kuwaiga wasiokuwa Waislamu katika sikukuu zao. Na kuna kaida, msingi unawekwa siku zote. Msingi huu wameuweka maulama. Hebu na nyinyi Waislamu fuateni msingi huu. Ayu shay'in
kitu chochote, chukua kuanzia leo, ayu shay'in wujida sababuhu inda salaf, kitu chochote ambacho sababu ya kukifanya ilipatikana wakati wa salaf, wakati wa mtume na masahaba zake na wema waliofuatia hapo, sababu ya kukifanya kitu hicho ilikuwepo, maa qiyamil muqtadi lah, pamoja na kusimama uwezo wa kukifanya kitu hicho, wa adami wujudi almani', na kutokuwepo kizuizi, kisha ikawa salaf hawakufanya kitu hicho, fa'lam anna hadha shay fi'luhu bid'ah, fahamu kwamba kitu hiki wewe ukifanya leo ni bid'ah. Kama kuna kitu chochote sababu ya kukifanya wakati wa wema waliotangulia ilikuwepo na walikuwa na uwezo wa kufanya, hakuna jambo liliwazuia, hawakuwa na udhuru na kizuizi kilikuwa hakuna, alafu hicho kitu hakikufanywa, zingatia kwamba kitu hicho ni bid'ah. Maneno haya yashushe kwenye sikukuu ya mwaka mpya wa Kiislamu ambayo inasherehekewa na baadhi ya wazushi na wanaharakati. Sababu ilikuwepo ya kufanya sikukuu hii wakati wa salaf, kwa kuwa wao waliutambua mwaka wa hijiria, bali katika zama za Umar ndio walianza kuhesabu tarehe. Sababu ya kusherehekea ilikuwepo, walikuwa wanajua kuna mwaka wa hijiria unaingia na kutoka, wao ndio waliouweka, hawakuwa na kizuizi cha kushereheka, kwa sababu walikuwa wanafanya ibada nyingi, zingine zinahitaji nguvu ya kiwiliwili, nguvu za gharama, wakienda jihadi fi sabilillah, wakisafiri kwenda haji na misafara mingi, walikuwa na uwezo wa kufanya. Wewe unadhani walikuwa wanashindwa kuchinja ng'ombe au kununua michele, ikawa wale walishindwa eti nyie watu wa leo ndio mnaweza? Uwezo walikuwa nao na hawakuwa na kizuizi chochote kile, lakini hawakufanya. Hapakuwa na sikukuu ya mwaka mpya wa Kiislamu. Wewe kutuletea mwaka mpya wa Kiislamu leo unatuletea bid'a, hata kama wataonekana baadhi ya watu wenye kufanya mambo haya ni mashekhe na wengine wana majina. Mashekhe zenu humu Tanzania wanaonekana kwenye makumbi huko, wameandaa keki mbalimbali, maputo, mafutuza yamepulizwa, kumbi zimepambwa, wamealika wageni rasmi, viongozi wa serikali, watu mbalimbali. Nini bwana? Mwaka mpya wa Kiislamu, bid'a. Hakuna mambo hayo, hiyo ni bid'a. Lazima tukemee, msituletee mbwembwe kwenye hii dini. Mambo ya kubunibuni waachieni makafiri ambao hawana muongozo, dini zao zinasukwa mezani. Kwenye Uislamu la wa alfu la, hakuna dini ya kuunda hapa. Shekhe ukileta jambo utahojiwa dalili, na ndio maana Uislamu hauchezewi bwana. Utakimbia wewe, huwezi kutuletea mambo feki kwenye dini yetu hii ukatuzuga eti tumwabudu Allah na bid'a. La, hakuna sherehe za mwaka mpya wa Kiislamu, hilo ni bid'a. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake adhim Iqtida'u Siratil Mustaqim ana maneno yake marefu machache, anasema akizungumzia sikukuu za mwaka mpya wa Kiislamu, qal walihadha nara tarka iqamati al-ihtifali bil-'am al-hijri walau lam takun anta tanwi tikrarahu faqiyamuka bil-ihtifal qad yaj'alu ghayraka yaqumu bihi ila akhir kalamihi rahimahullah. Ibn Taymiyyah al-Harrani anasema walihadha, na kwa ajili hiyo kuna mtiririko wa maneno hapo nyuma, akafikia kusema walihadha, na kwa ajili hiyo nara tarka iqamati al-ihtifali bil-'am al-hijri, sisi tunaona kuacha kusimamisha sherehe na hafla mbalimbali za mwaka wa hijiria. Sheikh al-Islam anasema tuliache hilo, walau lam takun anta tanwi tikrarahu, hata kama hutokuwa wewe unanuia kukariri. Maana unaweza kusema nafanya mwaka huu tu, nimewiwa, angalau mwaka huu mjitolee. Hata kama unanuia kutokukariri, labda ufanye mara moja alafu uache, labda kuwakumbusha Waislamu wamesahau miaka ya Kiislamu, wamelala wanapongeza miaka ya makafiri, ukaona
basi angalau ni testi mitambo mwaka huu tu. Shekhe anasema hata kama unanuia kutokukariri usifanye. Kwa nini? Faqiyamuka bilihtifal, kusimama kwako wewe kuifanya sherehe hiyo, kad yaj'alu ghayraka yaqumu bihi, kunaweza kukajalia mtu mwingine asiyekuwa wewe akafanya mambo hayo, utaigwa. Hasa ikiwa ni katika watu wenye fadhila, labda unaonekana ni shekhe wa mji, imamu wa msikiti, mwalimu wa kijiji, kuyafanya mambo haya, watu wengine wanaweza kukuiga kwamba hilo linafaa, na ndicho kilichotokea. Balaa hili wamelianza al-Ubaydiyun al-Fatimiyun al-Fajara, mashia katika daula al-Ubaydiyya ndio waliwaasisi jambo hili. Limekwenda hilo leo, limeigwa na waislamu wengi duniani. Na daula ya al-Ubaydiyya si ya leo, ni dola ilisimama tokea mwaka 297 hijiria, imekuja kuanguka mwaka 567. Ilikuwa ina zaidi ya miaka 260 wakitawala maeneo makubwa ya Afriqul Arabi, Afrika ya Waarabu, Tunis, Masri, Jazira al-Arabia, Magharibi yote waliitawala kwa miaka mingi. Mashia hawa al-Fatimiyun wao ndio walioleta mambo haya. Walianza kama kawaida kidogo. Leo jambo la Idi ya mwaka mpya wa Kiislamu limekuwa ni jambo mashuhuri sana. La mwisho kwa leo katika bid'a al-munkara, katika bid'a mbaya kabisa katika mwezi huu wa Muharram, bid'atu allati yaktarifuha ash-shi'atu ar-rafidha, ni bid'a ambayo wanaichuma bid'a hii na kuifanya bid'a hii mashia marafidha. Zamani tulizungumza mashia katika miji yetu, ilikuwa unajua ni dini ya Wahindi wenyewe wachache kwenye maduka yao ya vitambaa, wana kimsikiti chao kidogo, wanakusanyika hapo na kula bagia zao, achari zao, basi. Leo Shia ni dini kubwa hata kwenye miji yetu huku. Wasambaa, Wachaga, Wanyamwezi wako mashia golo tele, na katika miji ya Moshi viunga vyao vimeanza kuonekana. Wana vijumba wamenunua, wanaviita nasari, wana madarisi ndogo ndogo, wana misikiti. Watu hawa na wakubwa zao katika miji ya Ushia huko wanaadhimisha sana siku ya tarehe 10 ya mwezi huu wa Muharram, Ashura, Husainia, ni siku ya Husaini hiyo. Mashia wanaiadhimisha kweli kweli kwa kufanya maandamano, wenye wakiita maandamano ya amani, msururu wa watu kwenye nchi mbalimbali, na hapa Tanzania wanafanya, mashia wanafanya kwenye mikoa mbalimbali, wakiwa wamevalia nguo nyeusi, kanzu nyeusi au matisheti yale meusi yametiwa lebo hapa ya Hussein, wake kwa waume, wakubwa kwa wadogo, wakiwa na nyuso za huzuni, wengine wanalia, wamefiwa, ni siku waliodhulumiwa Hussein. Wamebeba mabango yenye jumbe mbalimbali za kuwalaani wale walioshiriki kumuua Hussein, hata wakiwalaani baadhi ya masahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam. Maandamano haya yanaonekana, sikwambii kwenye hauzati, kwenye vituo vyao zinafanyika shughuli mbalimbali, hafla za kuiadhimisha siku hii. Na mashia wale wa huko mbali, wale wa Persia wenyewe, wao wanakwenda mbali zaidi, wanajiumiza miili yao, wanajitia visu, jikata kweli kweli. Wanaonekana mkifuatilia mitandao ya kijamii, watu wanajitia visu, wanajitoboa, wanamwaga damu. Wanafanya hivi kwa sababu wanaadhimisha ile damu iliyomwagwa kwa dhulma ya Hussein, na wao wanamwaga damu zao kuitukuza damu ya Hussein. Hao mashia huko mbali, uko Upeshiani, mashia wa Kiarabu wanajikata. Sijaona hao huko kwetu, hao wasambaa wao kupokea nyama tu na matisheti. Sijaona kama kuna shia Mnyamwezi kajikita kisu, mtaniambia nyinyi, lakini wenzao wanafanya huko, na pengine itafikia huko tatokea mwehu mmoja atajikata tu. Hii ni bid'a. Sherehe hizi za bid'a, ulama wanasema bid'a za Muharram ni pamoja
na kinachofanywa na mashia ar-rafidha katika siku ya Ashura, haithu akhraju Ashura an shukri llahi linajati Musa alayhi salam waja'aluhu mutaalliqan bimaqtali al-Husayn. Watu hao wameitoa siku ya Ashura, wameitoa katika maana yake kwamba Ashura ni siku ya kufunga kumshukuru Allah kwa kumuokoa Musa na watu wake na kumwangamiza Firaun. Mashia hawa wameitoa siku hii katika maana hii na kuipeleka eti kwenye jambo linalofungamana na kuuawa kwa Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Ni kweli sisi ahlus sunna pia hatukubaliani na alivyouawa Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Qutila madhluman radhiyallahu ta'ala anhu, ameuawa aliyakuwa ni mwenye kudhulumiwa. Waqatalahu al-fajara min ar-rawafid abna'u al-majus, waliomuua ni waovu washenzi kabisa. Tena katika hao mashia watoto wa Mayahudi, watu wa Makr, ndio waliomhadaa Hussein na wakamuua. Na haya maelezo yanatolewa kwa hujja na ulama ahli sunna. Msome Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika Minhajus Sunna uone wao ndio waliomuua. Sisi haturidhiki na yoyote yule aliyemuua Hussein na tunamchukia lillahi. Na Hussein ni as-sahabiyul jalil, mtu bora mtukufu min ahli baiti Rasulillah alayhi salatu wassalam, bali Hussein katika waliobashiriwa janna. Hili ndio ambalo linatupa moyo. Qataluhu wa huwa min ahli aljanna radiyallahu ta'ala anhu. Al-Hasan wal-Husayn sayyida shababi ahli aljanna. Tunasema Hasan na Hussein wajukuu zangu hawa ni mabwana wawili wa watu wa peponi. Al-Husayn ni mtu wa janna. Pamoja na sisi kukerwa na tukio hili, wanachokifanya mashia hakijafundishwa. Hawa sasa wamegeuza, badala ya kufunga kwenye siku ya Ashura kumshukuru Allah, wameifanya Ashura ni mutaalliqan bilhuzni, ni siku ya huzuni, wanuwahi, siku ya kuomboleza, wallatmi, wanajipiga miili, wasurahi, wanapiga mayoe, walbuka, ni siku ya kulia. Bali wajarhi alajsadi, wameigeuza siku hii ya 10 ya Ashura ya Muharram, yaumu Ashura, ni siku ya kujijeruhi, wanajichana miili yao. Wa isalati dimai sighari wal kibar, wameifanya ni siku ya kumwaga damu za watoto wadogo na watu wakubwa kwa kujipiga miili yao na kujijeruhi kwa visu na mapanga. Na kwa sababu ya utandawazi hivi sasa haya matukio yanashuhudiwa sana. Wewe tizama tu, wewe angalia tarehe 10 ya Muharram, angalia mitandao ya kijamii uone wanachokifanya mashia, namna wanavyojiumiza na wanadhihirisha mfadhaiko, na wanaimba kasida mbalimbali za huzuni. Wana kasida zao zile kama vile kwaya, wanaziimba wakiwa wanalia, wanayumba, wakihuzunika. Hadha kullu, maulama wanatuambia mambo yote haya yanayofanywa na mashia na wale ndugu zao. Maana mashia wana ndugu zao masufi. Wale masufi, wale makhurafi, watu wa maulidi, wengi hawakubali ushia, lakini ni yale mapenzi ya kupenda wali na kupenda kitonga. Maana kwa mambo ya ufadhili mashia wako mbele. Kama unavyoona system za Mayahudi, utapigwa ufadhili mpaka ujisahau. Huambii kuwa Yahudi, unafadhiliwa tu, mwenyewe utajipeleka kama mbwa aliona chatu. Ndio makhurafi wanavyofanywa, michele, nyama, taratibu. Vijana wao ndio wenye kuingia kwenye ushia. Vijana wa kisufi wale wapiga dufu ndio wenye kuongoza kuingia kwenye ushia. Angalia hapo kwetu Uswahilini hapo, angalia palivyomalizwa. Ni wale vijana wa familia za kisufi na watu wajinga wala mirungi ndio waliobebwa na mashia, sio watu wenye kufuatilia dini kwa sababu ya maslahi, nyama, michele, nguo, lakini si kwa hujja. Sasa ndugu zangu, mambo haya yote yenye kufanywa na mashia na washirika wao min afhashi dhunub, ni katika madhambi machafu zaidi, wa akbaril muharramat, na ni katika mambo ya haram.
Itoshe tu hili jambo wanalofanya la kujiumiza, hilo tu. Allah subhanahu wa ta'ala kupitia mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tumeharamishiwa kuomboleza kwenye misiba yetu, tukapiga mayowe, tukazungumza maneno ya kufran, na tumekatazwa kujipiga miili yetu. Fa inda al-Bukhari, riwaya mnaijua katika sahih Bukhari, Mtume alayhi salamu anasema laisa minna man latama al-hudud, si katika sisi mwenye kujipiga mashavu yake eti kwa sababu amefiwa. Washaqa al-juyub, na mwenye kuchana kola akachana nguo zake. Wadaa bid'wa al-jahiliya, na akapiga mayowe kwa mayowe ya kijahilia, huyo si katika sisi. Mashia na vibaraka wao wanayafanya yote haya na zaidi ya haya, bali wanafanya na dhulma, wakinasibisha mauaji ya Hussein kwa ahli sunna, na wakiwatukana masahaba wa Mtume alayhi salam, na wengine wakiwa wameandaa vibonzo wakiwakejeli masahaba Abu Bakarin, Umar, Uthman. Wanafanya dhahiri shahiri, na hawa mashia wa Kitanzania wanazungumza wazi wazi wakiwatusi masahaba hawa. Clips zao zimejaa kwenye mitandao, na hivi sasa wanafanya matangazo kwenye redio zao, magazeti yao, wakiwaalika waislamu mbalimbali kushiriki maandamano ya amani ya Ashura ya tarehe 10 ya Muharram. Wanatangaza tayari na watu wanaalikwa, na pana wajinga wengi wanakwenda, hawajui hili jambo la kimakosa, ni jambo la bid'a. Yako mengi, tumesema tugusie haya machache kwa munasaba wa masiku haya.